Unajua nini kimeandikwa katika kurasa za magazeti ya hapa Tanzania leo? Kupitia Jambo TV Online leo tarehe 20 mwezi wa 7 mwaka 2026. Karibu ni kufahamishe habari zote zilizoandikwa katika magazeti ya hapa Tanzania. Kwa uchache tu, miongoni mwa habari kuu ni pamoja na kijana mdogo afanya mapinduzi katika ulimwengu wa soka. Ni nani huyo? Twende pamoja, mimi naitwa Joseph Gelvas. Katika siasa na jamii, tuanze na gazeti Biashara Leo asubuhi ya leo. Twende pamoja. Katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili habari mbalimbali zimeandikwa, lakini habari kuu imeandikwa ikisema Rais Samia asema ziara ya El-Sisi imefungua fursa mpya za kiuchumi Tanzania na Misri. Ukurasa wa mbele wa gazeti hili, taarifa hii inapatikana kwa uzuri zaidi. Lakini miongoni mwa taarifa zilizokaa ukurasa wa mbele ni pamoja na taarifa ikisema Jubilei miaka 25 ya St. Anne Marine Academy ya Tiafora. Ukurasa wa 3 wa gazeti, taarifa inapatikana kwa uzuri zaidi. Profesa Tibaijuka aipa kongole kwa mafanikio kitaaluma, asema ni miongoni mwa shule bora Tanzania. Dr. Jason Rweikiza aeleza alivyoingia 10 bora kitaifa miaka 4 mfululizo. Ukurasa wa mbele wa gazeti hili, taarifa hii inapatikana kwa kina na ndiyo habari ambayo ni habari saidizi ukurasa wa mbele wa gazeti Biashara Leo. Lakini miongoni mwa taarifa zilizopata nafasi ya kukaa ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni pamoja na Concept AI Academy na mapinduzi ya akili mnemba hadi Rwanda. Ukurasa wa 4 wa gazeti, taarifa hii inapatikana kwa uzuri. Rais Mwinyi ateta na wawekezaji kutoka India. Ukurasa wa 3 wa gazeti, taarifa inapatikana kwa kina zaidi. Katika gazeti Raia Mzalendo, ukweli na uwazi, asubuhi hii habari kuu imeandikwa DK Jason Rweikiza asimulia safari kuanzisha shule ilivyokuwa ngumu, lakini ni shule ya St. Anne Marine Academy Mbezi. Sasa anamiliki shule 5 zinazofanya vizuri kitaaluma, zimeshatoa wahitimu 19,415 tangu zianzishwe. Ukurasa wa 3 wa gazeti, taarifa inapatikana kwa kina zaidi. Tanzania Misri kupanua ushirikiano wa kilimo na biashara. Habari hii kwa kina inapatikana ukurasa wa mbele wa gazeti hili, lakini imeandikwa waziri wa fedha Balozi Omar ataka vijana wajengwe kimaadili. Ukurasa wa mbele wa gazeti, taarifa imeandikwa hivyo. Kwa mapana ni ukurasa wa 2 wa gazeti. Rais Samia kufanya ziara ya siku moja Kigoma. Ukurasa wa 2 wa gazeti, taarifa inapatikana kwa uzuri zaidi. Hili ni gazeti Raia Mzalendo, ukweli na uwazi. Lakini tuangazie taarifa katika gazeti Mwananchi Huru Tanzania. Ukurasa wa mbele wa gazeti hili habari kuu imeandikwa Profesa Tibaijuka apamba miaka 25 St. Anne Marine Academy. Ukurasa wa mbele wa gazeti hili, taarifa inapatikana kwa uzuri zaidi. Dr. Rweikiza aishukuru serikali kwa ushirikiano. Taarifa hii inapatikana ukurasa wa 3 wa gazeti. Lakini miongoni mwa taarifa zilizokaa ukurasa wa mbele ni pamoja na Rais Samia kuweka jiwe la msingi SGR Kigoma Tabora leo. Ukurasa wa mbele wa gazeti imeandikwa hivyo. Kwa mapana ni katika ukurasa wa 2. Ukurasa wa mbele wa gazeti hili Mwananchi Huru Tanzania ndivyo nimetamatisha, na mara hii tuangazie taarifa katika ukurasa wa mbele wa gazeti Mtanzania leo. Ukurasa wa mbele wa gazeti hili habari kuu imeandikwa Profesa Tibaijuka awafunda wakaguzi wa elimu, ataka wasiziumize shule binafsi kwa masharti magumu, lakini anogesha miaka 25 yenye mafanikio makubwa St. Marine Academy. Aipongeza kuwa shule pekee kusomesha bure wanaofiwa na wazazi. Ukurasa wa mbele wa gazeti imeandikwa hivyo, na habari picha iko hapa ikimuonyesha Profesa Anna Tibaijuka shule ni hapo. Ukurasa wa mbele wa gazeti, taarifa inapatikana kwa uzuri zaidi. Miongoni mwa taarifa zilizopata nafasi ya kukaa ukurasa wa mbele ni pamoja na taarifa ikisema Royal Polyclinic yaongeza uwekezaji huduma za afya Musoma. Ukurasa wa 3 wa gazeti, taarifa ipo kwa uzuri zaidi. Tanzania yataja vipaumbele vitatu kutekeleza ajenda mpya za miji hadi 2036. Ukurasa wa 2 wa gazeti, taarifa ipo kwa kina zaidi. Na mara hii tuangazie taarifa katika gazeti wa Machinga sauti ya wanyonge. Ukurasa wa mbele wa gazeti hili habari kuu imeandikwa Samia kuzindua SGR Tabora Kigoma. Ni mradi wa trilioni 6.31 kufungua uchumi wa magharibi, ajira 15,000 za nukia. Leo kuzinduliwa rasmi, wachambuzi wa masuala ya uchumi watoa neno, waeleza faida za mradi. Ukurasa wa 3 wa gazeti, taarifa hii ipo kwa uzuri zaidi.
zaidi. Apokea ujumbe maalum wa Rais Tshisekedi. Tanzania DRC zasisitiza kuimarisha ushirikiano wa muda mrefu. Ukurasa wa 3 wa gazeti, taarifa hii ipo kwa kina zaidi. Bandari Dar yafananishwa na mlango wa Hormuz, lakini kufuatilia Kafulila asema ufanisi wake ni nguzo ya biashara ya kikanda. Ukurasa wa 3 wa gazeti, taarifa hii inapatikana kwa uzuri zaidi. Tanzania yataja vipaumbele vitatu ajenda mpya miji 2036, lakini Tanzania ya enzi urithi wa Mandela, ya wataka vijana kubeba dira 2050. Ukurasa wa mbele wa gazeti, taarifa hii inapatikana kwa uzuri zaidi. Lakini katika gazeti Sauti Yetu, ukurasa wa mbele wa gazeti, habari kuu imeandikwa Mhandisi Sanga asema suluhisho la makazi haitegemei ujenzi pekee, ataja vipaumbele vitatu kutekeleza ajenda mpya ya miji. TAMISEMI waeleza ubunifu ulivyosaidia. Ukurasa wa 4 wa gazeti, taarifa hii inapatikana kwa uzuri zaidi. Lakini Mavunde kuwaongoza wa Tanzania jukwaa la LCCF 2026 Mwanza. Ukurasa wa 4 wa gazeti, taarifa inapatikana kwa uzuri. Dr. Mwinyi awatembelea wa Zanzibar wanaotibiwa India. Ukurasa wa 4 wa gazeti, taarifa ipo kwa kina. Lakini ukurasa wa mbele wa gazeti hili bado kuna taarifa zimeandikwa, ikiwa ni pamoja na taarifa hii, Balozi Omar, tuendelee kujenga kizazi chenye nidhamu. Ukurasa wa 4 wa gazeti, taarifa ipo kwa kina zaidi. Na mara hii tuangazie taarifa katika gazeti Taifa Tanzania, Mzalendo Kwanza. Ukurasa wa mbele wa gazeti hili, habari kuu imeandikwa SGR Tabora Kigoma kugharimu dola bilioni 2.74, kilomita 506 itakayounganisha Tabora Shinyanga, lakini Mwanza, Dodoma, Morogoro na Dar es Salaam ndio mwanzo wa kufika Burundi na DRC. Ukurasa wa pili wa gazeti, taarifa hii inapatikana kwa kina zaidi. Lakini miongoni mwa taarifa zilizokaa ukurasa wa mbele ni pamoja na taarifa hii ikiwa inasema Balozi Omar, jengeni vijana wenye maadili. Imeandikwa hivyo ukurasa wa mbele wa gazeti Taifa Tanzania, Mzalendo Kwanza. Ukurasa wa mbele wa gazeti Mwananchi Tanzania, roho mkononi. Hiyo ni nukuu ambayo imeandikwa ukurasa wa mbele wa gazeti Mwananchi Tanzania. Roho mkononi kuhusu nini? Ukisoma kwa kina utafahamu zaidi. Lakini ndugu wanaodaiwa kuuliwa na mtoto wao wazikwa Dar. Ukurasa wa 3 wa gazeti, taarifa ipo kwa mapana zaidi. Wasomi waja na mapendekezo ya kuokoa ajira. Ukurasa wa 10 wa gazeti, taarifa ipo kwa uzuri zaidi. Lakini ghorofa ilivyopigwa mnada kwa mkopo wa shilingi milioni 10. Ukurasa wa 4 wa gazeti, taarifa hii inapatikana kwa kina zaidi. Hili ni gazeti Mwananchi Tanzania, roho mkononi. Hiyo ni nukuu ambayo imewekwa ukurasa wa mbele wa gazeti hili. Ukisoma kwa kina utafahamu zaidi ni roho mkononi kuhusiana na nini. Na sasa tuangazie taarifa katika gazeti Pambazuko. Ukurasa wa mbele wa gazeti hili, habari mbalimbali zimeandikwa, lakini habari kuu inasema Tanzania kutengwa ikipuuzwa. Tanzania kutengwa ikipuuza, lakini wasomi waonya kuhusu tishio linalotokana na matakwa ya Jumuiya ya Madola. Ukurasa wa 7 wa gazeti, taarifa hii inapatikana kwa uzuri zaidi. Mo Sugar Kagera wajivua sukari yenye mchanga. Ukurasa wa 12 wa gazeti, taarifa inapatikana kwa uzuri zaidi. BOT asema deni la taifa laelekea kwenye utulivu. Ukurasa wa 20 wa gazeti, taarifa inapatikana kwa uzuri. Lakini tafakuri ya Bagonza imeandikwa hapa, wanaharakati CCM isikane urithi wake. Ukurasa wa 10 wa gazeti, taarifa ipo kwa kina zaidi. Miongoni mwa taarifa zilizopata nafasi ya kuka ukurasa wa mbele wa gazeti hili la Pambazuko ni pamoja na taarifa ikisema Brigedia Aloisi Mwanjile asa vijana kuchangamkia korosho. Ukurasa wa 9 wa gazeti, taarifa inapatikana kwa uzuri zaidi. Dhahabu, utalii, usafirishaji yafutisha fuko la dola, vyatunisha fuko la dola. Ukurasa wa 16 wa gazeti, taarifa ipo kwa kina zaidi. Onyo la wasomi kuhusu maandamano. Ukurasa wa 22 wa gazeti, taarifa ipo kwa kina zaidi. Na mara hii tuangazie taarifa katika gazeti Majira. Ukurasa wa mbele wa gazeti hili, habari kuu imeandikwa Samia kuzindua mradi wa kihistoria wa SGR Kigoma. Uzinduzi kufanyika leo. Utafungua uchumi wa ukanda wa magharibi. Wakazi 15,000 wa Tabora Kigoma kupata ajira. Ukurasa wa 4 wa gazeti,
taarifa unapatikana kwa uzuri zaidi. Zanzibar, India kuimarisha ushirikiano maeneo matatu, ukurasa wa 4 wa gazeti, taarifa hii ipo kwa kina. Lakini Masauni atoa wito wa kulinda udogo mazingira, ukurasa wa 4 wa gazeti, taarifa inapatikana kwa uzuri zaidi. Maandalizi ujenzi chuo cha kimataifa cha reli yaendelea, taarifa hii inapatikana ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Lakini imeandikwa hapa wapokea bilioni 1.1 za ujenzi wa shule, ukurasa wa 3 wa gazeti, taarifa inapatikana kwa kina zaidi. Mradi mkubwa wa maji mfili wa Iva, ukurasa wa 2 wa gazeti, taarifa inapatikana kwa kina. Iran yasema iko tayari kupambana na Marekani, ukurasa wa 19 wa gazeti, taarifa inapatikana kwa kina zaidi. Msongo wa mawazo unavyochangia magonjwa yasiyo ya kuambukiza, ukurasa wa 14 wa gazeti, taarifa hii inapatikana kwa kina zaidi. Hili ni gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Ukurasa wa mbele wa gazeti Tanzania Leo, ukurasa wa mbele wa gazeti hili, habari kuu imeandikwa mageuzi uwekezaji wa Samia bandarini, ukurasa wake wa mbele imeandikwa hivyo. Lakini Rais Dr. Samia azidi kuweka historia SGR, ukurasa wa 2 wa gazeti, taarifa ikipatikana kwa kina. Sangu asema wana Gen Z utawainua vijana kimaisha, ukurasa wa 4 wa gazeti, taarifa inapatikana kwa uzuri zaidi. Ni miongoni mwa taarifa zilizowekwa ukurasa wa mbele wa gazeti Tanzania Leo. Taarifa katika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, imeandikwa SGR yazidi kunoga, ukurasa wa 2 imeandikwa hivyo. Kwa uchache nasema Samia kuweka jiwe la msingi Tabora Kigoma leo, 15,000 kupata ajira, safari hadi Dar es Salaam saa 8, meli 4 kuimarisha biashara ziwa Tanganyika, ukurasa wa 2 wa gazeti, taarifa inapatikana kwa uzuri zaidi. Katambi asema nipo tayari kushitakiwa, ukurasa wa 3 wa gazeti, taarifa inapatikana kwa uzuri. Dr. Mwinyi aita wawekezaji wa India kimkakati, ukurasa wa 7 wa gazeti, taarifa ipo kwa uzuri. Daktari aeleza undani saratani ya ubongo, ukurasa wa 3 wa gazeti, taarifa ipo kwa kina. Tanzania yataja vipaumbele vitatu ajenda mpya ya miji, ukurasa wa 3 wa gazeti, taarifa hii pia inapatikana kwa uzuri. Katika habari picha inamwonyesha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tugeukie taarifa za michezo katika kurasa za magazeti haya asubuhi ya leo. Na katika michezo tunaanza na gazeti Habari Leo michezo. Habari kuu imeandikwa Yanga Simba zaanza na wazawa usajili, ukurasa wa michezo imeandikwa hivyo. Lakini bado imeandikwa Nigeria atemwa Simba Queens, lakini imeandikwa pia Nandi Bilnas waadhimisha miaka 4 ya ndoa, ukurasa 21, taarifa hiyo ipo kwa kina. Olise avunja rekodi ya Pele, ukurasa 22 wa gazeti, taarifa ipo kwa kina zaidi. Katika gazeti Sporti Tanzania Leo imeandikwa hapa Yanga Faster ya sajili mbadala wa Pacome, ukurasa wa mbele wa gazeti imeandikwa hivyo, lakini yatambulisha kiungo mpya. Imeandikwa pia kwamba Simba AC yatambulisha kiungo wa kazi, ukurasa wa michezo wa gazeti, taarifa inapatikana kwa uzuri zaidi. Azam FC yaziita mezani Simba Yanga, ukurasa wa michezo wa gazeti, taarifa inapatikana kwa uzuri zaidi. Tukija kuangazia taarifa za michezo katika gazeti Majira, imeandikwa Simba AC yatoa onyo kali la usajili, lakini ya msajili mkata shombo Kevin na Sean kufanya maboresho ya nguvu, ukurasa wa michezo wa gazeti hili, taarifa hii inapatikana kwa uzuri zaidi. Kituo cha TFF Tanga chatakiwa kuwajenga vijana, ukurasa wa michezo wa gazeti, taarifa inapatikana kwa uzuri zaidi. Katika gazeti Uhuru ukweli daima michezo imeandikwa Simba AC yaanza kukunjua makucha, imeandikwa hivyo. Lakini KVZ hiyo Kagame, ukurasa wa michezo imeandikwa. Lakini Baka anavyojinadi msimu 2026-2027, lakini bado imeandikwa Baisa uwanja sababu Mtibwa kushuka daraja, ukurasa wa michezo wa gazeti, taarifa imeandikwa hivyo. Lakini bado kuna taarifa za michezo zimeandikwa katika gazeti Pambazuko michezo ikisema usajili haujapoa Simba Yanga, ukurasa wa michezo wa gazeti
imeandikwa hivyo. Lakini miongoni mwa taarifa zilizokaa katika ukurasa wa mbele wa magazeti ni pamoja na taarifa za michezo katika gazeti Mwanaspoti. Ukurasa wa mbele wa gazeti Mwanaspoti ambalo pia litatutamatishia kuangazia taarifa zilizoandikwa katika magazeti ya hapa Tanzania kwa upande wa michezo na magazeti yote kwa ujumla ni Baka apewa wawili Simba. Ukurasa wa pili wa gazeti la michezo, taarifa ikipatikana kwa kina zaidi. Lakini mapito ya Nande na Bernasi miaka 4 ya ndoa, ukurasa wa 7 wa gazeti, taarifa ipo kwa kina. Ishu ya Sowa Simba kupotezeana muda, ukurasa wa mbele wa gazeti imeandikwa hivyo. Lakini Yanga yashusha striker mpya, lakini Olise avunja rekodi ya Pele kombe la dunia, ukurasa wa 8 wa gazeti, taarifa inapatikana kwa kina. Yule kiungo aliyeripotiwa na asaini miwili, ukurasa wa michezo imeandikwa hivyo. Mtazamaji wa Jambo TV Online, tumefikia tamati ya kuangazia taarifa zilizochapishwa katika kurasa za mbele za magazeti ya hapa nyumbani Tanzania. Mimi naitwa Joseph Gervas, hii ni Jambo TV Online, endelea kufuatilia.